Karibu sana kwenye Nuhu Online TV, na leo tunaingia kwenye mada ambayo kila mtu duniani anayezungumzia crypto. Lakini zaidi ya hapo tunaenda kuizungumzia kampuni ambayo imekuwa kifua mbele na muhimili na engine ya dunia ya cryptocurrency, na hiyo kampuni si nyingine ila ni Binance. Lakini sasa hebu karibu, usiende popote, kwa sababu leo nakupa maelezo ya kina sana ya kueleweka kirahisi hata kama wewe ni mgeni kabisa kwenye ulimwengu huu wa cryptocurrency. Na leo tunaelewa Binance ni nini, inafanyaje kazi, kwa nini inatawala crypto, kwa nini watu wanaiamini, na ni hatari gani unapaswa kujua kabla ya kuitumia. Hii ni Nuhu Online TV, na hapa tunakuja na ukweli mtupu. Binance ni nini? Watu wengi wanasikia neno Binance, lakini hawajui inamaanisha nini kwa kifupi. Binance ni soko kubwa zaidi duniani la kununua na kuuza sarafu za kidijitali. Kama vile kuna masoko ya kuuza dhahabu, mafuta, hisa, bidhaa. Katika ulimwengu wa crypto, soko kubwa lenye watumiaji wengi kuliko yote, lenye miamala mingi, lenye usalama mkubwa zaidi ni hii hapa ambayo inaitwa Binance. Binance ilianzishwa mwaka 2017 na kijana aliyejulikana sana duniani leo, Changpeng Zhao, maarufu kama Sizina. Tangu mwaka huo tangu sasa mwaka huo Binance imekuwa kwa kasi ya ajabu. Imefika mahali mpaka dunia nzima, Asia, Ulaya, Marekani, Afrika, kila sehemu ambako kuna crypto binafsi au kimataifa, Binance inatajwa. Binance sasa inafanyaje kazi? Sasa hapa ndipo watu wengi hawajui kubwa wake. Wengine wanafikiri ni app ya kununua Bitcoin tu. Hapana. Binance ni mfumo mkubwa na ecosystem. Ni dunia, yani tunaweza tukasema ni dunia yake. Yani Binance ni mfumo mkubwa, ni ecosystem, ni dunia yake. Kwa mfano sasa biashara ya spot. Hapa unauza na kununua crypto moja kwa moja kama unavinunua bidhaa sokoni. Bitcoin, kuna USDT, Ethereum, BNB, Luna, USDT na kadhalika. Lakini pia kuna fursa ambayo inapatikana future trading. Hapa watu huwa wanafanya biashara kwa kutabiri bei itapanda au itashuka. Ni kama betting inayotumia sayansi ya soko, lakini huku lazima usome kwanza, na inaweza kukupa faida kubwa au hasara kubwa. Lakini pia kuna fursa moja hivi ambayo inapatikana kwenye Binance inaitwa peer to peer trading. Yani hii ni mahali ambapo watu wanabadilishana crypto moja kwa moja. Mimi nakuletea crypto, wewe unalipa kwa M-Pesa, Tigo Pesa na Airtel Money, hata benki. Lakini pia kuna in and staking, na hapa sasa hapa crypto yako inakaa na kukuzalia riba. Kama vile unapoweka pesa benki na unapata faida, lakini Binance riba huwa juu zaidi. Lakini pia kuna launchpad au airdrops, na hapa ndipo token mpya huzaliwa. Mara nyingi token zinazotoka kwenye Binance zinakuwa kubwa sana siku za kwanza, yani maana yake huwa zinapanda. Lakini pia kuna kitu ambacho kinaitwa NFT, yani non-fungible token. Ni soko sasa la kununua na kuuza NFT, kazi za sanaa za kidijitali. NFT yani maana yake mimi ni mwimbaji, nikikuuzia wimbo ninapata hela, na wewe ukimuuzia mtu bado unaendelea kupata hela. Hiyo ndiyo non-fungible token. Lakini kuna usalama sasa. Binance ina safe funds, yani pesa ya dharura ili kulinda watumiaji kama kuna tatizo. Kwa kifupi, Binance si app, ni taasisi kubwa ya kifedha yenye nguvu kama benki ya kimataifa. Yani maana yake sasa hii hapa safu hii tunaweza tukasema kwamba yani huku unaweza ukakopa hela yako, ukakopa na hakuna mdhamini. Mdhamini ni pesa yako ambayo ipo kwenye Binance. Kwa nini Binance sasa ni kubwa na imekuwa ya ajabu sana? Kitu cha kwanza ni idadi ya watu. Karibu watu milioni 300 duniani hutumia Binance. Wewe unachelewa wapi? Na kiasi cha pesa kinachopita sasa kwa siku ni milioni na mabilioni. Sawa? Kila siku mabilioni ya dola yanazunguka ndani ya Binance. Kwenye usalama sasa, tukizungumzia kwenye usalama, Binance imewekeza kwenye teknolojia kali sana za kuzuia udukuzi. Watu wengi wanaona ni sehemu salama zaidi kuweka crypto zao au pesa zao. Pia ina huduma nyingi. Hakuna mahali pengine utakuta mambo yote kwa pamoja kama Binance. Lakini mradi huu sasa, mradi wa elimu. Binance hushirikiana na nchi nyingi duniani kufundisha watu juu ya blockchain na web 3. Kwa hivyo sasa ni kama university, benki, soko na kampuni ya teknolojia yote kwa pamoja. Sasa iko hivi, Binance ipo kwenye vichwa vya habari sana. Kuna mambo makubwa ambayo yanatokea
wameongeza trading pair mpya, wamezindua mfumo wa private kwa wawekezaji wakubwa, account ya CEO. Kuna muda ilidukuliwa na kutumiwa kutangaza meme coin, lakini walitoa tahadhari rasmi. Kuna huyo hapa huyu hapa ni mwanzilishi mwenza, sasa amekuwa CEO mpya wa Binance. Na Binance imepewa leseni kubwa ya kimataifa nchini Abu Dhabi. Binance inaendelea kuongoza katika elimu ya blockchain duniani kote, na mikutano yao Dubai huwa inakutanisha watu nchi mbalimbali wakiwa wanazungumzia masuala ya cryptocurrency, na mashirika makubwa ya fedha yanaendelea kushirikiana. Na kwa kifupi sasa Binance inaendelea kuwa na nguvu kubwa katika tasnia ya crypto duniani. Je, kutumia Binance kuna hatari? Huenda unajiuliza. Hakuna sehemu yoyote ya pesa isiyo na hatari, lakini hapa kuna mambo matatu ya muhimu. Crypto inashuka na kupanda. Bitcoin inaweza kuwa juu leo, kesho chini. Lazima ujifunze. Kama hujajifunza hapa, unaweza kusema ni utapeli na unapigwa pesa. Kwa hiyo lazima kwanza uingie darasani usome. Pia kuna hii hapa future trade, ni hatari. Watu wengi huona ni njia rahisi ya kupata pesa, lakini ni hatari pia. Ni kama moto, ukichezea bila ujuzi unaweza kuchoma nyumba nzima kabisa. Lakini ukiwa na ujuzi utachukua maji utamwagilia pale, halafu nyumba itazima. Kama moto ulikuwa unawaka sana utapungua tu. Sawa, lakini kuna hii hapa peer to peer sasa, ambayo tunaitaga ni peer to peer electronic cash system. Lazima uhakikishe unafanya biashara na watu wenye rating nzuri sasa. Sawa, lakini kwa ujumla sasa Binance ni salama kuliko masoko mengi ya crypto mengine, kwa sababu ina teknolojia kali, ina wafanyakazi wengi wenye uzoefu, ina pesa ya safu kulinda hasara, ina leseni nyingi rasmi duniani. Hii pesa ya safu kulinda hasara, yani maana yake sawa, inaweza kutokea hasara, unaweza kupewa commission kutokana na ile hasara ambayo ulipata. Kwa hiyo ndugu zangu watazamaji wa Nuhu Online TV, ikiwa ulikuwa hujui Binance ni nini, leo umejua kila kitu, kuanzia historia yake, ukubwa wake, huduma zake, ndugu yake, hata hatari zake. Crypto imebadilisha dunia. Binance imekuwa daraja kati ya dunia ya zamani ya fedha na dunia mpya ya Web3. Lakini kumbuka, jifunze kabla ya kuwekeza. Usiweke pesa zako zote, anza kidogo, soma, uliza, elewa. Crypto si haraka, ni safari. Hii ndio Nuhu Online TV, na kama unapenda maelezo kama haya, subscribe, like, share, na tuendelee kujifunza pamoja katika dunia hii mpya ya digital economy. Asante kwa kutazama, na tukutane kwenye video inayofuata.